Wanasema baada ya Alan Okello kituo kinachofuata ni hiki kwa Elie Mpanzu. Hawa Yanga Afrika mbona kama wanataka kukomoa sasa. Inatajwa baada ya usajili wa Alan Okello hapo jana rasmi sasa nguvu zote zinahamia kwa Elie Mpanzu ambaye naye amebakisha miezi michache kuondoka ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba Sport, kwani hakuna maongezi wala mkataba ulioongezeka zaidi ya ule ambao anakwenda kuumaliza. Tangu jina la Mpanzu litajwa kwa mara ya kwanza ndani ya ardhi ya Tanzania, wengi walimchukulia kama mchezaji wa kawaida aliyekuja kujaribu bahati yake kwenye ligi kuu. Lakini kadri siku zilivyokuwa zinaenda ndivyo ilivyozidi kuwa wazi kwamba Mpanzu hakuwa mchezaji wa kupuuzwa. Alipowasili Simba Sport Club, haikuwa safari rahisi wala nyepesi kwa sababu alikutana na presha kubwa, matarajio makubwa ya mashabiki, pamoja na mazingira mapya ya ushindani mkubwa ndani ya kikosi kilichojaa nyota. Simba ni klabu yenye historia kubwa, klabu ambayo kila mchezaji anayekuja anajua wazi kwamba hakuna nafasi ya kucheza kwa jina bali kwa ubora, nidhamu na kujitoa uwanjani. Na Mpanzu alielewa hilo mapema sana. Katika siku zake za mwanzo Simba, Mpanzu alionekana kama mchezaji mwenye njaa ya mafanikio, mchezaji aliyepambana kuonyesha thamani yake kila anapopewa nafasi. Alianza taratibu kujifunza mifumo ya kocha, akizoea kasi ya ligi, akielewa mahitaji ya mashabiki wa Simba ambao hawaridhiki kirahisi. Kulikuwa na wakati alikumbana na changamoto, wakati mashabiki walimkosoa na wakati walilazimika kusubiri benchi, lakini hicho ndicho kilichomjenga zaidi. Mpanzu hakukata tamaa bali alitumia kila dakika aliyokuwa nayo kujisahihisha, kuongeza bidii mazoezini na kuboresha maamuzi yake uwanjani. Kadri muda ulivyoendelea, Mpanzu alianza kuonyesha makali yake, akaanza kuwa mchezaji muhimu katika kikosi cha Simba, hasa pale timu ilipohitaji nguvu, akili na utulivu katika eneo lake. Alionyesha uwezo wa kusoma mchezo, kupambana bila kuchoka na kuchangia katika mpango mzima wa timu. Mashabiki wakaanza kumbadilishia mtazamo kutoka kwenye mashaka hadi kwenye matumaini. Jina lake likaanza kuzungumzwa zaidi, si tu mashabiki wa Simba bali pia na wachambuzi wa soka na wadau wa mpira nchini. Msimu ulipoendelea, Mpanzu akawa mmoja wa wachezaji waliokuwa wakizungumzwa sana, hasa kutokana na mchango wake katika mechi kubwa. Alionekana kama mchezaji anayekuwa kila siku, anayejifunza haraka na anayejitambua ndani ya mfumo wa timu. Simba ikafaidika na uwepo wake, na katika baadhi ya nyakati alionekana kama mchezaji ambaye angekuwa muhimu sana kwa mustakabali wa klabu. Hapo ndipo mambo yakaanza kubadilika, kwa sababu mafanikio na ubora mara nyingi huvutia macho ya wapinzani wakubwa. Young Africans, wapinzani wa jadi wa Simba, Kariakoo, hawakubaki nyuma kufuatilia maendeleo ya Mpanzu. Kwenye soka la kisasa hakuna siri kubwa. Kila kitu kinaangaliwa, kinapimwa na kinachambuliwa. Yanga kama klabu yenye malengo makubwa ya ndani na nje ya nchi huangalia kila fursa ya kuimarisha kikosi chake. Jina la Mpanzu likaanza kutajwa ndani ya midahalo ya mashabiki wa Yanga kwenye vyombo vya habari na hata katika vikao vya wachambuzi wa soka, wakisema huyu ni mchezaji ambaye angeweza kuleta tofauti ndani ya kikosi cha wananchi. Mwanzoni ilikuwa ni maneno ya mitaani, mijadala na mitandao ya kijamii, lakini kadri siku zilivyopita tetesi zikaanza kupata uzito. Ripoti zikaanza kuonyesha kwamba Yanga wanamfuatilia kwa karibu Mpanzu, wanatazama mwenendo wake, wanapima thamani yake na wanafikiria uwezekano wa kumshawishi kama mazingira yatakuwa sahihi. Hili lilizua mjadala mkubwa sana miongoni mwa mashabiki wa soka Tanzania, kwa sababu mchezaji kutoka Simba kuhusishwa na Yanga ni suala nyeti lenye hisia kali na historia ndefu. Kwa upande wa Mpanzu mwenyewe hali ilikuwa ngumu. Alikuwa bado ni mchezaji wa Simba, bado anapigania mafanikio ya klabu yake, lakini pia alikuwa anajua thamani yake imeanza kupanda. Katika soka, mchezaji anapofanya vizuri, klabu kubwa hazisubiri kuanza kupanga mapema. Yanga walikuwa wakitafuta kuongeza ubora kwenye kikosi chao, hasa katika eneo ambalo Mpanzu anaweza kucheza, na hilo lilifanya jina lake liwe mezani mara kwa mara. Simba kwa upande wao hawakuwa vipofu. Waliona wazi kwamba Mpanzu alikuwa anakuwa, na walijua hatari ya kumpoteza mchezaji muhimu hasa kwa mpinzani wao wa moja kwa moja. Ndipo zikaanza kuibuka taarifa za Simba kuangalia upya mustakabali wa Mpanzu, kuimarisha mazungumzo na kuhakikisha wanamlinda kimaslahi na kimkataba. Lakini kwenye soka kila kitu hutegemea muda, maamuzi na maslahi ya pande zote.
Yanga walipoanza kumtaja Mpanzu hadharani zaidi kupitia midahalo na taarifa zisizo rasmi, presha ikaongezeka. Mashabiki wa Yanga wakaanza kumuona kama chaguo sahihi, mchezaji ambaye angeongeza ushindani na ubora ndani ya kikosi. Wengine wakasema kumsajili Mpanzu kutakuwa ni pigo kwa Simba na faida kubwa kwa Yanga. Wengine wakapinga wakisema bado ni mali ya Simba na bado ana kazi kubwa ya kufanya pale Msimbazi. Hii ndio ladha ya soka la ushindani pale mchezaji mmoja anapogeuka kuwa mjadala wa taifa zima. Kilicho wazi ni kwamba Mpanzu sasa yupo kwenye ramani kubwa ya soka la Tanzania. Kutoka siku ya kwanza alipotua Simba hadi leo, jina lake kutajwa na Yanga kama mchezaji wanayemfuatilia na pengine wanayemhitaji zaidi. Ni safari inayodhihirisha jinsi alivyopambana na kujitengenezea jina. Haijalishi hatima yake itakuwaje. Iwe ataendelea Simba au siku moja atavaa jezi ya Yanga, ukweli ni kwamba Mpanzu amethibitisha kuwa yeye ni mchezaji mwenye thamani, mchezaji ambaye klabu kubwa haziwezi kumpuuza. Na hapo ndipo swali kubwa linapokuja. Je, Mpanzu ataendelea kuwa sehemu ya Simba na kuandika historia zaidi pale Msimbazi, au siku moja mashabiki wataona picha yake akiwa amevaa jezi ya Yanga, jambo ambalo lingetikisa sana hisia za mashabiki wa soka nchini. Hili ni suala la muda, maamuzi na maslahi ya pande zote, lakini kinachojulikana ni kwamba soka halitabiriki na kila dirisha la usajili huja na mshangao wake. Hivyo basi mashabiki wa soka, ile ndilo simulizi la safari ya Mpanzu tangu atue Simba, akapambana, akajijenga na leo jina lake kutajwa na Young Africans kama mchezaji wanayemtazama na pengine wanayemhitaji katika mipango yao ya baadaye. Endelea kufuatilia chaneli hii kwa uchambuzi mzito wa soka, habari za usajili na simulizi za mastaa wa mpira wa miguu. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe ili usipitwe na chochote. Mimi ni Queen Liz na hii ni Malkia wa Soka, mahali ambapo soka linaongea kwa undani, ukweli na ubora. Tunakuletea uchambuzi makini kutoka kwa wachambuzi mahiri, tunakusogezea hapa. Hadi wakati mwingine, bye bye.